Msanii wa reggae na dancehall kutoka Tanzania, Bayo the Great, amepokelewa kwa shangwe katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere baada ya kurejea nchini na tuzo ya kimataifa ya utalii aliyoibuka nayo siku 5 zilizopita huko Afrika Kusini. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuwasili, Bayo alitoa shukrani zake kwa Bodi ya Utalii Tanzania kwa mapokezi mazuri pamoja na kuwashukuru wa Tanzania waliompigia kura na kumuombea dua wakati wa mchakato wa tuzo hizo. Pia ameishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sapoti waliompatia ambayo imemwezesha kufanikisha ushindi huo. Naweza nikasema kwamba jinsi ambavyo najisikia ni unakumbuka kama kipindi naondoka hapa niliweza kusema kwamba of course mchakato ulikuwa unafanyika na majaji na hakukuwa na kupiga kura moja kwa moja. Kwa hiyo kiukweli nilikuwa naogopa sana ukizingatia kwamba katika kategori ambayo nilikuwepo kulikuwa kuna watu wengine ambao wanafanya kazi nzuri sana za utalii. Nazungumzia Zambia, Slovenia, pamoja na nchi ya Jordan, pamoja na South Africa yenyewe ambao pia walikuwa wakifanya vizuri sana kwenye soko la utalii. Kwa hiyo sikutegemea. Yani the moment pale wametangaza kwamba it's Tanzania unforgettable, moyo wangu ulilipuka kwa furaha kubwa sana. Hiyo furaha nilioipata hapo nadhani sijawahi kuipata pengine miaka 20 iliyopita. Kwa kipi cha kuambia Tanzania walioniuliza, naweza nikasema kwamba tuendelee kuipenda nchi yetu. Nchi yetu ni moja. The other day nishawahi kusema pia nchi yetu, yani sisi nchi yetu ni moja. Ni hiyo tu Tanzania. Kwa hiyo namna ya kuipenda nchi yetu ni pamoja na kuitangaza kwenye masuala mazuri ambao kwa namna moja ama nyingine yanaweza yakapelekea ongezeko la kiuchumi. Kwa mfano utalii ni kuona ndio una enjoy, unapata ni attraction, lakini pia ni masuala ya kiuchumi kwa maana ya mapato. Kwa hiyo furaha yangu ni kubwa sana na hilo ndio naweza kuambia wa Tanzania, na washukuru sana kwa sala na dua. Naitwa Vivian Temi, ni meneja masoko kutoka Bodi ya Utalii Tanzania. Sisi kwa kweli tunajivunia sana kwa ushindi ambayo Bayo the Great ameuleta nyumbani. Na kizuri ambacho tunajivunia kama Bodi ya Utalii, hatukuwahi kumnyima ushirikiano tangu ameleta wazo. Kwa sababu tumeshirikiana naye toka amekuja na wazo la kutangaza vivutio. Ukiusikiliza wimbo wa Tanzania Unforgettable, ameimba sana vivutio vilivyopo Southern Circuit, kusini kule unaitwa vivutio vilivyoko kusini. Kwa sababu pia mara nyingi ukisikia utalii, watu wengi wanafikiria Northern Zone, wanafikiria Kilimanjaro, wanafikiria Serengeti, Ngorongoro, lakini ukisikiliza wimbo wa Bayo wa Unforgettable, ameimba vivutio vingi ambavyo havijapata ile awareness ambayo sisi pia kama TTB tumekuwa tukiipush. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ameongeza nguvu kwa kutangaza hiyo vivutio, na kwa kushinda kwake maana yake bado tuna potential kubwa sana ya kupata watalii wengi sana kupitia huo wimbo. Yeye amefanya storytelling kupitia vision na muziki ambayo ndio imempelekea ushindi. Wameona nchi nyingi Afrika ambao wameshiriki. Kwa maana hiyo inamaanisha kuongeza nguvu kwenye juhudi ambazo zinaendeshwa na Bodi ya Utalii ambao wako chini ya usimamizi wa Wizara ya Maliasili na Utalii. Bwana, naitwa Boniface Michael Sungwa, au wengi wanapenda kuniita Racketon Bone, Ryan Chansofkat original Ridan Dada. Watu wa zamani sana wanajua kama Boniface wa Maisha Plus season 1 ina Abduli kule. Hapa nawakilisha chama cha muziki wa reggae na dancehall Tanzania, na tumekuja kwa ajili ya kumpokea ndugu yetu Bayo the Great kwa kupata tuzo ya utalii kwa Tanzania. Hii kwetu ni positive kidogo. Hii kwetu ni positive kidogo kwa sababu muziki wa reggae tunaona kama umekuja kuleta kitu kipya tofauti na watu wengine walikuwa wametarajia vitu ambavyo watafanya kama muziki wa mapenzi, muziki wa kawaida tu kwa ajili ya kutangaza. Wengine wanafanya kwa ajili ya videos kutangaza utalii ila hawasemi. Kwa hiyo watu wanakuwa wanajiuliza mara mbili hapa ni wapi, mpaka aje ajue kidogo, anakuwa take time. Ila Bayo yeye akaenda straight kwamba hapa nawaonesha hii ni Tanzania, na Tanzania kuna kitu hiki na hiki na hiki tunaweza kuonesha kwa design hii, alafu akatumia muziki wa reggae. So kuna sehemu pia hapo tunaomba pia jamii izingatie muziki ambayo tunaifanya kwa ajili ya kuitangaza nchi yetu, au sio?